Sitaki porojo kwenye miradi hii, sitaki porojo. Nataka utekelezaji, nataka matokeo. Leo ni juma ngapi? Kesho naweza nikalipa. Subiri bwana. Leo ni juma ngapi? Jumatano. Siku ya Alhamisi saa 7 mchana nataka nipokee taarifa ya kwamba mmekamilisha malipo mkandarasi. Na mkandarasi, hii spidi niliyoiona hii, sitaji kusema sana kwa sababu umecheleweshwa malipo. Lakini malipo yakiingia sitaji kuona hii spidi ya namna. Nadhani tumeelewana vizuri. Jumla yetu tuko watu 46. Karibu sana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, karibu kwenye eneo la ujenzi wa mradi wa jengo la utawala. Ifuatayo ni taarifa ya ujenzi wa jengo la halmashauri. Halmashauri ya Manispaa inatekeleza ujenzi wa jengo la utawala eneo la Kiesa Kilolo kwa kutumia mkandarasi anayeitwa Prison Cooperative Sol Magereza. Mradi wa ujenzi wa jengo la utawala unatarajiwa kuboresha mazingira mazuri ya ufanyaji wa kazi kwa watumishi wa Manispaa ya Iringa na kuhakikisha utoaji huduma bora kwa wananchi wa Manispaa. Jengo hili la kisasa lina zaidi ya ofisi 85 na kumbi 3 na mifumo ya kisasa ya tehama pamoja na parking. Mpaka sasa mradi wetu uko kwenye hatua za awali ambapo sasa kuna kazi ambazo zimekwisha kufanyika ikiwemo kusafisha eneo, kuzungushia uzio, ujenzi wa ofisi na chumba cha mlinzi na kuseti jengo. Kazi zinazoendelea ni uchimbaji wa msingi. Mpaka sasa hakuna fedha yoyote ambayo mkandarasi amelipwa, ila alishaandika malipo ya awali advance payment ya milioni 430 sawa na 10% ambayo ipo kwa mujibu wa mkataba. Naomba kuwasilisha. Walikuwa na changamoto kwa malipo ya awali. Na mpaka sasa tulikuwa tunasajili mradi, baada ya hapo tumfanyie malipo kwa sababu tayari ameshaomba. Kazi ya kusajili mradi. Nani wa manunuzi. Jana tumefanyiwa allocation ya fedha na tumeanza kusajili mkataba kwenye mfumo ili tuweze kulipa advance payment. Kesho naweza nikawa nimemaliza kusajili mfumo na mkataba kwenye mfumo. Sasa nina item nyingi sana ambazo ninazisajili. Yuko peke yako? Yuko mwingine ndo anasajili mkuu. Mfumo ule unazuia wewe kusajili kwa wakati. Jana mfumo wa Musa ulikuwa haufanyi kazi. Tumeanza kufanya kazi saa 8 mchana mkuu. Sasa sikiliza. Ndiyo mkuu. Nataka ufanye kazi usiku. Sawa. Nimelipokea mradi wa muhimu sana. Unaona namna watumishi wanaopata kazi kwenye jengo la sasa. Sawa. Serikali imeshaleta fedha, imeshaingia kwenye mkataba, imepata mkandarasi. Taratibu za manunuzi hazitakiwi kuchelewesha ulipaji wa kazi. Umeelewana vizuri? Na uzuri ni kwamba sisi wote tunafahamu jengo hili linatakiwa lijengwe kwa muda gani na likamilike kwa muda gani. Uhitaji wa hili jengo ni mkubwa kuliko tunapokwenda na slow motion. Kwa sababu mfumo umekuja funguka. Upo, taratibu zimeshafikia, fedha zimeshafanywa allocation tayari. Hakikisha usiku na mchana taratibu zote za manunuzi zimekamilika. Kesho siku ya juma ngapi? Leo ni juma ngapi? Kesho naweza nikalipa. Subiri bwana. Leo ni juma ngapi? Jumatano. Siku ya Alhamisi saa 7 mchana nataka nipokee taarifa ya kwamba mmekamilisha malipo mkandarasi. Na mkandarasi, hii spidi niliyoiona hii, sitaji kusema sana kwa sababu umecheleweshwa malipo. Lakini malipo yakiingia sitaji kuona hii spidi ya namna. Nadhani tumeelewana vizuri. Lazima tuwe zaidi ya spidi hii. Mvua zikianza hapa kuna mambo mengi yatasimama. Hatutopiga hatua kabisa. Lakini isitoshe mradi huu ni mradi wa kimkakati. Lengo letu ni kuhakikisha tunaimarisha maeneo ya utawala kwa kurahisisha utoaji wa huduma na utendaji wa shughuli za watumishi. Tukiendelea kuchelewa, tunaendelea kuwaweka watumishi kwenye mazingira magumu ya utendaji. Nadhani nimeeleweka vizuri. Anayehusika na manunuzi afanye kazi yake. Mhandisi fanya kazi yako na mkandarasi fanya kazi yake. Sitaki porojo. Kwenye miradi hii sitaki porojo. Nataka utekelezaji, nataka matokeo. Leo nakunyamazia hapa afisa manunuzi kwa sababu ambazo ninazielewa. Lakini baada ya Alhamisi sitosikia sababu yote. Nachokitaka ni kuona malipo yamefanyika, kazi inafanyika na kazi inaendelea. Nadhani nimeeleweka vizuri. Mradi huu nitakuwa na utembelea kila baada ya siku 21. Kupata status ya ni hatua gani tumefikia. Na katibu tawala weka kwenye mpango kazi wetu. Yaani anamwakilisha katibu tawala. Watu wa miundombinu wamekuja. Tumeelewana vizuri. Weka kwenye ratiba kila baada ya siku 21. Nataka nipate status ya mradi.
Nadhani nimeeleweka vizuri. Changamoto za manunuzi sitaki kuzisikia tena. Mwisho ni tarehe ngapi mamangu? Nataka kusikia story tofauti. Lipa, kandarasi afanye kazi, mradi uende. Tutoke kwenye hatua hii twende kwenye hatua nyingine. Nadhani nimeeleweka. Haya. Twende mradi unaofuata.